Ndio maana Mtume Yohana ana audacity ya kusema kwamba mtu akija kwenu naye aleti mafundisho ya Kristo, anasema msimkaribishe. Muamini atakiwa kujifunza kila kitu. Muamini atakiwa kujifunza elimu na fundisho la Kristo. Kwa nini Mtume Yohana anasema msimkaribishe? Tena anasema hata salamu msimpe. Kwa nini wanakuwa too strict? Wakati fulani Mtume Paulo anasema mtu akija kwenu akihubiri injili nyingine na alaaniwe, hata ikiwa ni malaika na alaaniwe. Kwa nini wanaweka maneno magumu ya kiwango hicho? Unaposoma injili ya Yuda anatumia misamiati mikubwa. Wakati fulani anasema, unaposoma injili ya Filipi, Mtume Paulo anawaita wapinzani ambao wanapinga elimu ya Kristo, anasema ni mbwa. How? Yani yote hao unavyoangalia manake yanaonyesha how serious it is kukaa kwenye elimu na mafundisho ya Kristo. Tafsiri nyepesi ni kwamba muamini ambaye afuate mchakato wa kiwanafunzi wa kujifunza elimu ya Kristo anatembea kwenye uasi wa agizo la Kristo. Na Bwana Yesu anasema kama mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa manake moja namna kumtambua mwanafunzi wa kweli ana kiu ipi ya kuendelea katika elimu ya Kristo. Manake kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, manake hiyo Roho anakupa nguvu ya kuendelea, anakupa moja ya kiu na hamu ambayo Roho Mungu anakupa ni ya kuendelea kumfahamu Kristo. Ikiwa hauendelee kumfahamu Kristo, tunapitia doubt, kwa sababu assignment ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anapewa si kukusaidia kufanya miujiza, si kukusaidia kuhubiri injili. No. Anakutia kwenye kweli yote ambaye Kristo ndo kweli. Kwa manake mtu akiwa na madhihirisho ya Roho, na ile madhihirisho ya Roho hayapatani na elimu ya Mungu anayofundisha, tunatilia doubt au madhihirisho yametoka wapi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ya kwanza ambayo Kristo kwa mfano labda niwape, mnajua mlisoma Yohana 14, Yohana 15, Yohana 16. Uoni mahali popote Yesu anasema Roho Mtakatifu akija mtatenda miujiza. Mahali popote uoni. Badala yake anaeleza ya kwamba the very very fundamental assignment ni huyu Roho kuwasaidia kuifahamu kweli. Together. Then katika kuifahamu kweli matokeo yake ni matendo ya miujiza. Lakini waamini wengi tunamfahamu Roho pale ambapo tunaenda kuombea watu, pale ambapo tunatarajia kuwa na kitu ambacho ni very extraordinary. Kwa manake tuna misuse uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Na tuli-establish, nadhani jana mwalimu alifundisha kama sikosei, ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Manake Mungu aishi kwa kufuata kila ambacho unataka. No, huyo sio Mungu tena. Yani kwamba Mungu ambaye anakaa ndani yangu, kikawaida uwezo ukamtumia Roho. Roho ndo anayekutumia. Usikiaje kusema? So manake wanafunzi baada ya kumwamini Kristo, kazi muhimu ambayo Roho Mtakatifu anaendelea nayo ni wanafunzi kuhakikisha kwamba hao wote ambao muamini Kristo wanakuwa kama Kristo alivyo. Kwa manake kama hilo ndilo ambalo nafunua kwenye maandiko, manake mimi kama muamini sina uchaguzi ya kwamba nataka kujifunza ama sitaki kujifunza. Badala yake, ikiwa kweli nimeamini na Roho Mungu anaishi ndani yangu na sijifunza kuta ile hali kuto kujifunza na kuletea majuto na mateso ndani, inakuwa ni kama kumudhunisha au kumzimisha Roho. Manake unazuia kwa nguvu utendaji wa Roho ndani yako, unaukataa utendaji wa Roho ndani yako. Na kwa sababu Roho Mungu anaishi ndani yako, hata kubaliana nayo kwa sababu umetaka hivyo. Kile tofauti kuta ni majuto ndani ya moyo. Unajisikia kama vile kuna kitu kimepungua. Kwa nini? Inakuwa ni dalili ambazo zinakuonyesha kama hapana, hii si sawa. Hii si sawa. Hii si sawa. Ndio maana moja ya kila kitu kingoja ukielewe. Moja ya janga kubwa ambalo linawakuta watu ambao wanahubiri mafundisho sio kwa ya Kristo. Mtawaona wana maisha mazuri kwa kuonekana, mtaona watu wanawasifu, lakini kila mara ikiwa yeye mwenyewe uko ndani anajiona ni mtupu, yuko empty. Kuna that emptiness. Kwa nini? Roho Mtakatifu anamfunulia wazi ya kwamba kila ambacho tunakifanya sio sawa.
Kwa maana yake anaona utupu, anaona ukame katika moyo wake. Are we together? So maana yake utamaduni wa wanafunzi wa kujifunza maandiko matakatifu kwa yote aliyeamini si hiari, ni agizo. Na yote ambaye anenda kinyume na hayo, maana yake anaasi amri ya Bwana mfalme Yesu. So maana yake mimi ni mwanafunzi wa Kristo, ambao mwanafunzi wa Kristo niwafundisha jana, maana yake ni mfuasi wa elimu na mafundisho ya Kristo. Now together. Unasikia kusema? So maana yake tukizungumzia utamaduni wa wanafunzi, maana yake ni pale ambapo mimi Kevi ninajiona kuwa mfuasi na mfuatiliaji wa elimu na mafundisho ya Kristo. Moja ya nchi ambayo imejawa na mafundisho ambayo chanzo chake kijulikane ni Tanzania. Tuna aina nyingi ya mafundisho ambayo kiukweli si mafundisho ya Kristo. Utamuliza mtu unaposoma kitabu cha Mwanzo cha Mathayo au nenda kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, unaona wapi aina 7 za madhabahu? Wapi unaziona? Unafungua kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, unaona wapi sadaka ya ukombozi? Kwenye maandiko hamna sadaka ya ukombozi, haipo. Hata kwenye Old Testament sadaka ya ukombozi haipo. Kulikuwa na sadaka ya hatia, sadaka ya dhambi, sadaka ya amani, sadaka ya utekelezaji, sadaka ya nafaka. Kulikuwa even malimbuko sio sadaka. Yaani malimbuko haikuwa sadaka, haikuwa miongoni mwa sadaka ambazo zinaitwa ni sadaka. Unasikia kusema? Lakini kwa nini hayo ndo tumeageuza kwa mafundisho yake? Malimbuko ilikuwa ni mwingine sema wani niambie basi malimbuko ilikuwa ni nini? Malimbuko haikuwa sadaka. Ila malimbuko ilikuwa ni utaratibu ambao watu walikuwa wanatakiwa kuchukua sehemu ya mazao ya kwanza na kumpa Mungu, sio kama sadaka, kama kuonyesha kwamba Mungu anawamiliki. Kwa maana yake malimbuko ilikuwa ni aina matoleo, au aina ya kutoa ambako kunaonyesha kwamba ninamilikiwa na Mungu. Lakini ukitaka katika list ya sadaka ambazo Musa aliziita sadaka, malimbuko ikuti. Au together. Lakini kwa nini elimu zetu zimejengwa kwenye hayo mafundisho? Aina 10 za majini. Wapo na yaona hivi kwenye Biblia? Niambia hilo jini moja ulioliona liko hapo kwenye Biblia. Kuna pa kunyonyesha. Kuna pa kunyonyesha. Unajua Biblia inasema kila kitu. Wewe ni mwanafunzi wa Biblia, tunatakiwa unachokisema na unachokijua kimeandikwa huko ndani. Labda aina 10 ya miungu. Hiyo miungu unaifahamia wapi? Angalau basi aina 10 ya miungu useme angalau Baali, labda Moleki, labda nini na nini. Lakini hivi ni concept ya miungu ambayo tunaijua na concept ya miungu ambayo Musa anaizungumza ni vitu viwili tofauti. Mungu aliagiza wavunje madhabahu. Kwa tunavunja madhabahu. Mungu anawaambia ondoeni madhabahu za kuabudia miungu mingine physically, so spiritually. Yaani kwamba inabidi waende na nyundo na shoka wapasue zile madhabahu. Kwa nini? Wasije wakaiondoa mioyo yao kwa Yahweh na kuanza kutumikia miungu ya nchi ambao wameendea huko. Kwa maana yake Mungu alikuwa anazuia idol worship. Haina maana kwamba miungu ilikuwa inazuia kufanikia kwao. Na ukisema madhabahu ni mahali pa kutolea sadaka. Lakini tafsiri ambayo tunaikuta kwetu Tanzania kwamba madhabahu ni mahali ambapo Mungu na mtu anakutana. Uliona wapi? Together. Kwa nini tunaelimishwa? Kwa sababu tumeuchukua ule ujinga tuliokuwa nao kabla kumwamini Kristo, tumeingia nao kanisani. So manake tunatafsiri mambo ya kanisa kulingana na desturi za Kichaga, desturi za Kinyakyusa, desturi za Kipale. Together. Kwa nini ukiangalia vizuri mwalimu? Kujifunza mafundisho, even tu tukisema leo tuwe serious, tujifunze kwa mpangilio kile ambacho Kristo amekufundisha. Utahitaji miaka zaidi, hata utahitaji umilele kuyafahamu kila kitu ambacho Kristo amefundisha. Huwa ninashangaa pale mtu ambaye anasema kwamba nimemaliza kila kitu kwenye Biblia. How?
unataka kumaliza kila kitu. So manake tunapokuwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa our camp, moja utendaji wa Roho ambao ni wa wazi na unaonekana ni mimi kama mwanafunzi wa Kristo kuwa mtii katika elimu na mafundisho ya Kristo. Huo ni utendaji wa juu na wa mwisho wa Roho. Haya mengi ambayo tumejadili nao tukiwa hapa, yale ya kufanya miujiza, karama za Roho, yote ni hapo, ni muhimu, lakini hayafanani na hiki ambacho nakizungumza cha wanafunzi. Kwa hiyo manake moja ya lengo kwa nini nimepewa Roho Mtakatifu, ili anifundishe kweli yote. Kwa manake utendaji wa kwanza ambao kila aliyeamini anatakiwa kuutaka na kuutamani zaidi ni yeye kwa njia ya Roho kumfahamu Mungu, kumjua Mungu, ambapo kumjua Mungu hakutokei kutoka angani. Kumjua Mungu kunatokea katika elimu na mafundisho ya maandiko matakatifu. Wakati naanza kujifunza kweli ya maandiko, kinicho niko chuoni, nilikaa almost mwaka mmoja kama mwili sijahubiri mahali popote, sijakanyaga kwenda kuhubiri. So kama nilikuwa najiuliza moyo, naenda kuhubiri kitu gani? Maana baada ya kuoneshwa nuru halisi kwamba huu ndo uhalisia, na kiukweli naloongea Mungu ni shahidi ya kwamba sikuwa sitamani kuhubiri kwa sababu nimesikiza mahubiri ya mtu. Yaani kwamba nimechukua damina labda nafundisha kweli, nimesikiliza, baadaye nachukua notes na kufundisha. No. Nilikuwa na kiu na njaa ya kuelewa nini Kristo amefanya. Na hivi ni baada ya miaka miwili kuisha, ilitokea kama tu ajali. Nakumbuka tulikuwa kwenye ibada moja na Mwalimu Ruben, kitu kilitokea, nafasi ikawa wazi na nikapata nafasi ya kufundisha. Ndio kwa mara kwanza nikajiona at least nimefundisha kweli ya maandiko. Japo haikuwa katika ile namna bora kama wakati ambao tunafundisha, lakini at least nimefundisha kweli ya maandiko. Kutoka hapo nikaendelea mpaka wakati ambao niko hapa. Kwa maana yake ninashangaa, kwa mfano umekaa katika kampu ya jinsi na namna hii, lakini bado una notebook ambayo ukiyasoma mafundisho yako unasema hapa hii hapana. Au baada ya hapa unaenda tena kwenye kampu ya prophet ya nabii, unaandana sadaka yako ya ukombozi kubwa ile ambayo moyo Isaka, sasa neto sadaka ya kuteketezwa ilianza na Mwamposa, lakini mwalimu jiisha na Mwamposa wakati huu ipo kila mahali, sadaka kujiteketeza, mpaka Charismatic Katoliki ipo, mtoe saka wako. So manake baada hapo nabeba sadaka yako no, unaenda. Unakuta pamoja na mafundisho yako na mtu mpaka leo tumemfundisha Roho Mtakatifu ni mafuta, Roho Mtakatifu ni maji ambayo analeta miujiza, bado ana maji ya upako, ana mafuta ya upako. Na unajua kwamba mafundisho yana nguvu kuliko kawaida. How together. Then tunakumbuka wakati Bwana Yesu anawaita wanafunzi wa kwanza, alikuwa anafanyaje? Anasema Petro, nenda kahubiri. Alikuwa anafanyaje? Anamwita Petro, anasema nifuate. Na baadaye anamwambia nitakufanya kuwa mhubiri au mvuvi wa watu. Nifuate. Kwa maana yake kuna calling, Kristo amewaita, then follow me. Then after following me, then anawasend out. Wengi wanaruka hiki cha katikati, wanataka Kristo aseme by salvation, Gloria, then ikija subiri Kristo amke, go to nations. No, haifanyi kazi kwa namna hiyo. Pamoja kwamba Kristo ni Kristo mwenyewe, mwalimu kati ya walimu, Rabbi. Amekaa na wanafunzi takribani miaka 3.5, ila bado hao hawasadiki kufuka kwa kutoka kwa wafu. Hawaamini. Umekaa chini kufikiria. The very, very, very teacher Jesus amekaa na wanafunzi miaka 3. 3 years, miaka 3.5. Hiyo tena tunakadiongea nasema ni miaka 4. Ila bado wanatilia. Yupo karibu na kwenda kusulubiwa. Petro anamwambia, mwalimu, usiniambie hayo mambo.
Nachosubiri mimi ni kuwa ni amri mkuu wa majeshi katika ufalme wako. Unasemaje unaenda kufa msalabani? Anakaribia kwenye kifo, Yakobo na Yohana anasema nimeanza kuona Petro na Yuda ni wajanja, wale wata take over. Twende kwa Kristo. Bwana, unaje nikae mkono wako wa kuume na wa kushoto? Kila mmoja anaweza kugundua kwamba dalili hizi zinakoelekea sio nzuri. Amekanua miaka mingapi? 3.5. Na bado amefuka kutoka kwa wafu. Inabidi awafundishe upya takribani kwa siku 40. Amekaa nao. Baadaye tena amefuka, amepaa mbinguni, amepokea roho. Bado wanadauti kupeleka injili kwa watu wa mataifa. Na ugundue tukisema wanafunzi ni kitu kweli. Mtume Paulo anahubiri, anakaa katika kanisa la Korinto, alikaa 1.5 mwaka. Kanisa la Efeso anakaa miaka mingapi? 3. Hiyo ni apostle mwenyewe. Mimi inabidi kufanyia wanafunzi kwa kufundisha wa Korinto. Lakini hawa wa Korinto ambao wamefundishwa na Paulo mwenyewe alikaa miaka 3.5. Na bado kwenye waraka wake wa Korinto anasema niliwafundisha maziwa, sio chakula kigumu. Maziwa ni miaka 1.5 na ni maziwa na mkuelewa. Na bado akawaandikia nyaraka ngapi? 2. Wanasema waraka wa 3 wengine ulipotea. Wamefundishwa na Paulo mwenyewe. Unataka bila shaka kama wenyewe walihitaji miaka 3.5, sisi tunahitaji miaka mingapi? Kama mtume Paulo kwa Korinto alifanya hivyo na bado anasema alifundisha maziwa, angefundisha chakula kigumu, angefundisha miaka mingapi? So manake from there tunasema hakuna muda maalum kwa wanafunzi. Bado hawakuenda. Inabidi Kristo aende kumtafuta Paulo, yuko wapi? Ndio mlango wa mataifa unafunguliwa. Anasema kumbe inawezekana miaka mingapi? So manake from there tunasema hakuna muda maalum kwa wanafunzi. Hakuna muda maalum. Kwa tafsiri nyingine hakuna kufuzu au kugraduate katika shule ya maandiko matakatifu. Tunaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza na kujifunza na kujifunza na kujifunza. Yanapokuwa yanaonekana kama vile kubinadamu yameisha bianze kurudiwa tena, ni pale ambapo nilifundishaga mtu kuzaliwa mara ya pili. Nakumbuka huyu nilifundishaga, I remember that pattern. Nilifundisha almost kwa ni mwezi mzima. Nilikuwa natoka Mathayo 1:21 naenda kitabu cha Marko 10:45, nakuja kitabu cha Luka sura ya 9:53, nakuja kumalizia na Luka 19:10. Nikijitahidi nakuja Yohana sura ya 3 ngapi kule, Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Hapo sura ya 4 hapo. Yaani kila nikimpigia sema mtu akinipigia kama ni mwanafunzi wa nitaanza hapo. Taenda mpaka nilikalili. Yaani pamoja na hayo yote bado mpo hivyo mlivyo. Bado kuna vitu vingi tofahamu. Mmoja kitu ambacho hilo somo la jana ambalo nilifundisha nimekaa nalo muda mrefu. Nadhani nimeligusia kidogo. Ila sasa nilifundisha kama nilivyokuwa nafundisha. Sasa nilikuwa najiuliza swali. Kama vile basics bado hajakaa vizuri. How much more tukifundisha mambo ya mito kutiririka? How? You see? So manake bado tunaendelea katika kujifunza na kuendelea kujifunza. Bwana Yesu aliwaita wanafunzi wakamfuata, walipomfuata akawafundisha. Na baadaye anawapa kufanya mazoezi. Nendeni kahubirini, naye anaenda kuhubiri mahali pengine. Then aliwatuma kama mara 2 zizo be recorded. Then anapomaliza huduma anawaambia ninaenda kwa Baba, endeleni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, ila msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo kutoka juu. Roho Mtakatifu asaidie kuyakumbuka na kuyajua yote aliyowaamuru. Bado wameshikiwa na Roho Mtakatifu, tunawaona wanaendelea. Kuanzia walivyoshikiwa na Roho Mtakatifu kufanya harakati ya kwenda kwa watu wa mataifa, inabidi tena Roho Mtakatifu intervene, amtume Kornelio aende kumtafuta Peter. Peter anafungua mlango kwa watu wa mataifa, bado hawakuenda. Inabidi Kristo aende kumtafuta Paulo, yuko wapi? Ndio mlango wa mataifa unafunguliwa. Anasema kumbe inawezekana inabidi tumepoenda kuripoti kwao. Kwa watu need to know ni kwamba tunajifunza kwa namna inayoendelea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana
mstari wa 9. Waraka wa pili wa Yohana mstari wa 9. Maandiko yanasema kila apitaye cheo au apataye cheo asiyesikiliza mafundisho ya Kristo, asiyejifunza mafundisho ya Kristo, no, anasema asiyefanya nini? Asiyedumu. Yaani Yohana anakutambua umeokoka kwa namna unavyodumu kwenye mafundisho ya Kristo, la sivyo hujaokoka. Anasema huyo hana Mungu, manake hajazaliwa na Mungu, hatokani na Mungu, wafanyeni kabisa. Sasa kama kujifunza maandiko kumehusianishwa na wokovu, na mengine kama kusema kama vile ambavyo wokovu ni too precious to him, ndivyo ilivyo katika mchakato wa wanafunzi, hauna utofauti. Yaani kama nitatumia kigezo cha wanafunzi kutambua ni umeokoka hujaokoka, maana kama kusema kwamba wanafunzi una thamani ile ile kama ilivyo wokovu. Baadaye anasema kila anayedumu, ndio kusoma yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana. Anasema yeye ambaye anadumu ndiye ambaye anaonekana ana Baba, ana Mwana. Tafsiri nyingine kwamba huyo ndiye ambaye amezaliwa na Mungu. Sema kudumu. Sema kudumu. Kweli maandiko usijifunzi miaka mwili kafuzu. No. Baada ya miaka mwili tena kuna mwendelezo wa kuendelea kujifunza. Ukisoma kitabu cha Timotheo anaambiwa na Mtume Paulo, dumu au kaa kwenye mambo yale yale unayojifunza. How together. So maana yake utamaduni wa wanafunzi ni pale ambapo mtu anakuwa na desturi, anakuwa na kawaida ya kudumu katika kile ambacho Kristo amefundisha. How together. Na wanafunzi hautokei nje ya zile offices ambazo Kristo ameziweka katika kanisa. Tumesoma kitabu cha Efeso, aliwatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa wachungaji. So maana yake hao ndio wenye wajibu wa kuwafundisha wengine elimu ya Kristo. All together. So maana yake hapana ukuaji wa kiroho, hakuna kudumu katika ukuaji wa kiroho pasipokuwa na spiritual authority, mamlaka ya kiroho. Maana yake kama ukuaji wa kiroho ni mtindo wa maisha, maana yake inabidi uwe responsible and accountable. Kuna watu ambao wanakuwajibisha na kukuuliza kwamba mbona hujifunzi tena? Nini kimetokea? Mbona maisha yako ya kuomba yamepoa kwa kiwango hicho? Kwa nini? La sivyo manake unakuwa kwa namna ile tunasema ukuaji gani ule? Kuna ukuaji yatima. Unafahamu ukuaji yatima? Ukuaji ambao Jumapili nitaenda kuabudu kwa apostle fulani, Jumapili nakuja naenda kwa prophet fulani. Hakuna mahali ambapo najulikana nipo. Hapo ndipo ambapo kwa jengo la kiroho unatokea. Kuna watu jinsi hiyo. Yaani ya kwamba ni Mkristo ambaye anaenda anadai, madai yake ni kwamba anafunuliwa na Roho mahali pa kwenda kusali. Watu wa Mungu, ukuaji wa kiroho una happen katika local church. Mahali ambapo upo unafundishwa neno la Mungu, lakini also unafundishwa namna kuflow katika neno la Mungu. Unaonaga ajabu, nampigia simu wanafunzi siku ya Jumapili namuuliza habari ibada leo, hana cha kuniambia. Hajaenda kwenye kusanyiko, yupo tu. Nauliza swali, wapi mahali ambapo uko attached kwa ajili ya kiroho? Nilikuwa nafua mwalimu. Hamna siku nyingine za kufua except Sunday tu. Ndio siku ambayo ni nzuri ya kutoa nguo na kuanza kufua. Unajua kuna wakati unavokosa ibada au kusanyiko la mahali, mpaka moyo wako unalipuka. Yaani ukiona unakosa una that comfortability tena kwamba it is normal. Kuna kitu ambacho hakienda sawa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So maana yake nahitimisha kwa kusema utendaji mkuu na wa mwisho wa Roho ni pale ambapo sisi tunakuwa kama alivyo Kristo. Huo ndio utendaji mkuu na wa mwisho kabisa wa Roho Mtakatifu. Na wakati fulani tunaweka emphasis kubwa kufundisha karama za Roho, wakati fulani tunapuuza mambo mengine ambayo ni ya muhimu vile vile kama karama za Roho.
Kwa maana kila eneo katika maandiko matakatifu liko inspired, si ndivyo? Kila eneo. So maana yake utendaji wa Roho haonekani tu kwa sisi kutoka na kuponya, kutoka na kuhubiri, lakini also unaonekana kwa sisi kuendelea kudumu. Ile hali ya kudumu katika elimu na mafundisho ya Kristo ni utendaji wa Roho. How together? Are we together? Karibu kwa swali.